Rudia ibara, talaka tatu kwa tamko moja ilikuwa moja. Kuna hadithi hiyo. Sasa tusisahau mambo aliyoyaamua Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zama zake ni mustathna. Yeye mambo yake tofauti na sisi huku, unanielewa hivyo? Ni tofauti. Leo jumhurul fuqaha, jamhuri ya wanachuoni, imefungamana juu ya kwamba talaka tatu kwa tamko moja ni tatu, na hayo ndo madhara ya kutoa maamuzi wakati bahari imechafuka. Si tumeambiwa pia kwamba maji hata yakichemka vipi hasahau kupoa. Wewe chemsha maji, wewe yachemke kweli mpaka iwe uwezi kutia mkono, lakini kuwa na subira tu, yatapoa, kesho kutwa yatapoa. Na ndani mule kuna saa panachemka kabisa. Kuna mtu anatamani kama ni mwanamume akae kule kazini, asirudi nyumbani. Yuko shamba, anafanya kazi za shamba, kashamaliza, mara anakatakata vikuni, mara ajifanya anaanza kupalia, kumbe anabai time amkute mama anasinzia huko apumzike. Akimkuta yuko macho, maji bado ya moto. Salamu alaykum ndani. Wa alaykum salam. Vipi hali yako mke wangu? Mimi hali yangu siiandika. Ukuniachia kalamu hapa. Hukuacha kalamu ya kuandika hali yangu siijui. Kwa hivyo madhali umerudi, fanya subira na wewe hali yangu utaiona. Haya, chakula vipi? Chakula? Unaniuliza mimi chakula? Hebu nenda ndani bwana, mimi nasikia kichefu kuongea naye. Nenda ndani. Ukirusha kibao hapa unazidi kuchemsha maji. Haya maji yanazidi kuwa ya moto na kuna hatari sasa umoto huu utachelewa kupoa. Si unanielewa hivyo? Inatakiwa nini? Inatakiwa subira kubwa katika ile eneo la ndoa. Subira sana. Kuwepo kuvumilia kwa hali ya juu. Maana wewe uliyemuoa ni mwanadamu na dhaifu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila'i a'waj wa inna a'waja ash-shay'i fi dhil'i a'lahu idh dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira. Sadaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema kaeni na wanawake kwa wema, muwausie wema. Mtume haagizi hapa mikwaju, haagizi matusi, haagizi kejeli na ukali. Anasema wausieni, na usia maana yake ni maelekezo. Wausieni wanawake kheri, maana yake waelekezeni kheri, muwape maelekezo ya kheri. Msitafute njia nyingine, yatachemka maji hapa ndani. Kwa nini? Wameumbwa kwa ubavu uliopinda. Mtume anasema wanawake wote wameumbwa kwa ubavu mmoja tu ambao umepinda. Mbavu za mwanadamu hazinyooki hivi kama rula, unanielewa? Mbavu za mwanadamu zinaundika kuanzia kwenye uti wa mgongo, backbone, sio? Kutoka kwenye uti wa mgongo ndio mbavu zinazaliwa, zinaenda hivi. Sio, unanielewa? Uti wa mgongo ndio huu umenyooka huu, halafu ndo zinazaliwa mbavu zinakwenda hivi. Ubavu umepinda, na ubavu uliopinda zaidi Mtume kautaja alahu, ni ule ubavu wa juu. Huku juu, ubavu wa juu umepinda, bora zinazofuata. Na huo ubavu uliopinda zaidi ndio aloumbiwa mwanamke, ameumbiwa ubavu umepinda zaidi. Mtume anasema ukiamua kuunyosha, ukasema mimi siridhiki na hii hali ya kupinda, nataka niunyoshe huu ubavu, utauvunja, utavunjika. Na ukisema mimi siwezi kuunyosha na uacha, nao hauachi kupinda, utaendelea kupinda hivyo mpaka kiyama. Solution, waelekezeni kina mama kheri, istausu bin nisa'i khaira. Sasa hizi waswayat bil khair kwa kina mama zinaweza kwenda mpaka ikafika mahala mwanadamu kachoka, unanielewa?
Yakulu ulamauna alajillai lisabri hududun, uvumilivu una mipaka. Uvumilivu usiokuwa na mwisho ni mmoja tu, ni uvumilivu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anavumilia na hachoki kuvumilia. Msione sisi tumekaa hapa Mungu anatuvumilia tu. Kama sio jana, leo hii kuna watu hapa tushamkosea hapa we, au sio? Leo toka asubuhi hapa nani kapona? Nani kapona? Anyoshe mkono kaliopona hapa, hajamkerakera Mola wake. Leo yuko salama. Ikiwa kasalimika kwenye swala, kuanzia alfajiri kaswali, ya dhuhuri kasali, na alasiri kasali, hapo zikapona. Lakini uponaji ule wa kuvizia vizia, maana ile swala nayo tukiichunguza huko ndani tutaikuta nayo na mashaka hiyo swala yenyewe. Basi tupendelee sema kaswali vizuri. Kaswali vizuri, mmeswali vizuri nyie watu leo. Mmeswali vizuri. Shukuruni sana. Mmeswali, tunawakadiria hivyo. Umepona kwenye swala leo. Lakini ulibahatika leo jicho lako kupiga ndani ya nyumba ya watu. Unapita barabarani, unasafiri barabarani, jicho hilo limeingia kwenye nyumba kama pale. Jicho nalo bwana lina tatizo. Mtume kasema kuna vitu vinne havishibi. Arba'un la yashba'na min arba'in. Mambo manne hayashibi vitu vinne. Kuna mambo manne hayashibi vitu vinne. Sijui mnanielewa hivyo? Ainun min an-nadhar wa alimun min ilmi wa ardhun min matar wa imra'atun min adh-dhakar. Mtume Muhammad anasema mambo mane hayashibi vitu vinne. La kwanza, jicho halishibi kuona. Jicho halishibi kutazama. Usione umekaa hapa umeangalia huko, lakini unatamani na huku nyuma uone fi nafsi alwaqt. Yani uwe kama kinyonga, unaweza kuona mbele uone nyuma. Jicho linatamani hivyo. Ya nyuma huyaoni kwa kuwa umezuiwa, huwezi. Ungeweza, ungekuwa kama kinyonga, sasa unaangalia huko. Jicho halishibi kuona. Jambo la pili, mwanachuoni hashibi elimu. Hakuna msomi anayesema mimi elimu basi nimetosheka, nimeshiba. Siku utakapomuona mtu anaitwa sheikh, anaitwa msomi, kaina man kana, awe atakavyokuwa, akisema kashiba elimu, ukimsikia ujue huyo ndo mjinga wa mwisho siku hiyo. Yani umekutana na imamu wa wajinga. Mtume Muhammad anasema alimun min ilmi, mwanachuoni hashibi elimu, kila siku anataka tu. Kwa nini? Amruna hadha min almahdi ila al-lahdi. Jambo la elimu ni kuanzia unazaliwa mpaka siku ya kuzikwa. Na mmesikia tunaambiwa elimu haina mwisho, au sio? Al-ilmu bahrun la sahila lahu. Elimu ni bahari isokuwa na ufukwe, yani hakuna beach, hakuna sehemu ya bahari elimu inapoishia. Kwa hiyo utaogelea tu kiasi chako, unakufa, unawaachia wengine, sio? Jambo la tatu halishibi ni ardhun min matar. Ardhi haishibi mvua. Hata maji yajae vipi, ardhi bado inataka mvua. Ardhi haishibi mvua. Na la nne, imra'atun min adh-dhakar. Sifasiri hapa, sifasiri na nyamaza. Si tunaelewana bwana? Jicho halishibi, Sheikh kafurahi. Jicho halishibi kutazama, ardhi haishibi mvua, msomi hashibi elimu, wa mra'atun min adh-dhakari. Sifasiri. Sifasiri. Ikiwa hunielewi pengine hayakuhusu, sasa utasubiri niseme yanayokuhusu hapa mwisho sifasiri. Lakini werevu washanielewa na utaona wanafurahi tu sasa. Inakuwa furaha kubwa sana. Mnanielewa hivyo? In aradtum istibdala zawjin makana zawj, mkitaka kubadilisha mke mahala pa mke, unamwacha huyu mke ambaye unadhani ndoa yenu baina yenu sasa hakuna mafsada, hakuna maslaha siwa almafsada, hakuna manfaa siwa almadhar. Unajua kwa ndoa hii sasa hata usalama wetu umekuwa mdogo. Kwa namna tulipofika tukiendelea kuishi, madhara ni makubwa zaidi kuliko maslahi kati yetu. Unachoka. Umetengeneza mipango mingi ya kutengeneza ndoa yako. Umetumia busara, umewaona watu wakusaidie busara, sababu watu wazima si wapo bwana, watakusaidia mawazo, umeomba Mungu, umefanya
hasba taqatika al-insaniya, kiasi cha uwezo wako wa kibinadamu, vyote umeshindwa. Unasema huyu nikiendelea naye tatizo, kama sitopata mimi atapata yeye, au tutapata sote. Mola hajafanya ndoa iwe gereza. Ndoa ni ubinadamu, ndoa ni utu, ndoa ni Uislamu, ndoa ni ustaarabu, ndoa ni raha, ni burudani, ni kuburudika. Sasa haifanywi ndoa iwe ni adhabu kwa mmoja wao. Wakae watu kwenye mapenzi na raha, sio kwenye adhabu. Ikifika mustawa huo, unasema sasa nataka nioe mke mwingine, pate mke mwingine, huyu nadhani hatuwezi kwenda vizuri. Na kuna wengine wanasema hivi, ikiwa huyu hakuelewi, mbinu zote umefanya zimeshindikana, sasa nadhani dawa ya huyu nikaoe mke mwingine. Kuna watu wafanya mbinu hiyo, sio bora nikaoe mwingine, pengine kule kuwa mwingine kunaweza kuwa dawa ya huyu, nikaoe mwingine. Lakini sasa hapa na penyewe uwe macho, uwe makini, kwa sababu usije ukaenda kuongeza kaa jingine la moto. Tumeambiwa na Mtume mwanamke kaumbwa kwa ubavu uliopinda, sio? Unaweza kuacha ubavu uliopinda ukenda ukaoa dawa ya mbu. Mnajua dawa ya mbu? Kuna na dawa ya mbu ile inakuwa duara sasa. Yaani unaacha ubavu umepinda unaenda kuoa dawa ya mbu. Yaani kama unaacha moshi unaenda kuoa moto, sio? Hapa uwe makini kidogo. Haya, nataka kuleta mke mwingine, huyu nataka kumwacha huyu, sawa. Na kuna mwingine anasema tu mimi huyu simwezi tena kwa tulipofika, sio? Simwezi, naoa mwingine. Istibdali zauji makana zauji, kubadilisha mke mahala pa mke mwingine. Darasa la Mwenyezi Mungu hapa, huyu naye mwacha, kuna mali ulimpa, sio? Ulimpa mali, anza nyuma kwenye mahari, hukuoa bure, sio? Hairuhusiwi Muislamu kuoa bure, la. Mtume kasema iltamis walau khataman min hadid, ukioa tafuta mahari hata kama ni pete ya chuma, usioe bure, ulipe mahari. Anayeruhusiwa kuoa bure ulimwenguni ni mmoja tu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye aliruhusiwa kuoa bure. Asitokee mwanadada, mimi wewe njoo nioe bure tu, mwambie tutaharibikiwa, lazima nikupe kitu. Akamwambia bwana, mimi niletee msaafu upesi, kanunue msaafu kabla hajaghairi. Lakini mimi najua ndo haja yenu wengi siku hizi, au sio? Si bwana, nimekubaliwa, naenda kuoa kwa msaafu tu. Msahafu mmoja alienda kuoa, mahari ni msahafu kanda mbili, zile ndala, sio? Kanda mbili na kanga pea moja. Msahafu kanda mbili na kanga. Akaambiwa hii kanga hii atavaa mkeo mwenyewe wakati anabadilishwa nguo, alafu na kanda mbili mwenyewe ataenda kuvaa kwenu na msahafu. Alhamdulillah, akanifuata, aambia Sheikh, naomba unisaidie gari niende nikaoe, na unisaidie kwa sababu sina hata 100. Nikamwambia sawa, inshallah nitakupeleka, na wala siweki dereva, nitakupeleka mwenyewe kwa sababu nazitaka hizo mimi. Twende bwana. Tukaenda, gari yangu, mafuta yangu mwenyewe na udereva pia wa kwangu. Twende. Tumekwenda, tumefika huko kwa wale wenye mtoto wa kike kule, waolewaji wanaitwa. Kule ni watu wanajimudu sana kule. Tumekuta anwa'il mafakhir, kuna fahari chungu mzima kule. Nimemshusha bwana harusi wangu, yuko na mwenzake, mnahitaji vijana nani yule mwana na bwana bwana Mpambe, anaitwa Mpambe anaye mpambe wake. Yule Mpambe nilivyomtazama siku hiyo, nilijiridhisha kwamba hata hii kanzu huyu Mpambe kaazima, si katika mavazi yake, kwa sababu kanzu imekuwa kaasfin maakul, utadhani ilitafunwa ikatemwa. Wavaa kanzu wanajulikana bwana, sio? Utajua huyu kanzu jambo lake. Nikasema Mpambe huyu leo
Kweli mpambe mzuri kaja huko. Tukashuka bwana harusi na mpambe na mimi, tukawekewa sehemu nzuri sana, tukakaribishwa. Tumekuwa kama kituko kwa fahari tulizozikuta kule, sisi kama kituko. Haya, lile jambo ikawa mimi ndo kama nalibeba, ule uwepo wangu mimi ndo heshima kidogo kama imepatikana hivi. Tukaweka mahala pazuri, tukakaa. Mwenye binti akaniita, shekhe nakuomba kidogo. Wallah, nikamfuata. Anambia, sasa shekhe mmekuja kuoa bila shaka. Nikamwambia, umekosea bwana, sisi hatujaja kuoa. Amekuja kuoa yule kule alokaa, hatujaja sisi kuoa. Usiseme tumekuja kuoa. Wangapi? Amekuja huyu. Yule pale ndo mkweo. Sisi wengine hatujaja kuoa. Sawa, lakini si ndo mmemleta? Nikamwambia naam, tumemleta. Sasa huyu bwana tulimwambia alete msahafu, alete kanga, alete na kanda mbili. Hajaleta kitu, mbona? Hajaleta chochote. Nikamwambia nisubiri. Nikienda kwa bwana harusi nikateta naye sikioni, bwana, hapa kuna mahari imedaiwa hujalipa. Hujalipa kanga wala msahafu, na kwa bahati nzuri msahafu haujatajwa uwe wa shilingi ngapi. Unasikia? Msahafu tu. Hata ukinunua cha 1000 kidogo kile, basi msahafu. Hajaleta huyu bwana. Nikamwambia vipi samahani hapo? Anambia, shekhe, nilikwambia hali yangu sio nzuri mimi. Lakini tumekubaliana na huyu bwana hapa, tukishaoana tutalipana kule kule. Naambia basi msahafu na ahadi. Unaweka ahadi ya kanga? Nikamwambia tulia. Nikaenda dukani. Wallahi alazim, nikaenda dukani. Nikaenda kununua kanga na ndala. Nikampa yule wali, yule baba wa binti anaolewa. Nikamwambia msahafu upo, na mimi ndo nachukua dhamana. So mimi na msahafu chungu mzima. Msahafu upo, isipokuwa tumesahau kuubeba. Unajua unaruhusiwa uongo kwenye mambo haya ndoa, sio? Namwambia tumesahau. Nilikuwa hata sijui kama kamwe unatakiwa msahafu. Sahau kuubeba. Haya, kwa hiyo jambo limekuwa zuri. Msahafu tumesema upo, kanga ishakuwepo, kanda mbili zipo, amepewa. Yule wali akasema, sasa bwana, tayari ndoa hapa inafungwa, inabidi bwana harusi atuletee ubani hapa. Ubani wa kutia kwenye kitezo wa 500. Nikamwambia bwana harusi, bwana, sasa unatakiwa ubani wa 500. Anambia, shekhe, mimi shilingi sina. Nikajua hiki chuma hiki. Utafurahi huko mbele haya maneno. Mzee anambia, wataishije sasa? Huyu bwana anambia, sasa wataishi vipi? Namwambia mbele atafurahi. Haya, nikamwambia yule walisikiza bwana, ubani sio sharti wala sio nguzo ya ndoa, sio? Haiambiwi kama ubani umekosekana ndio ndoa hamna. La. Na kuna siku tutaeleza ubani unaletwa kwa sababu gani kwenye shughuli za Kiislamu. Na asili yake nini, kuna dalili au vipi, tutaeleza hapa siku moja. Sasa nikamwambia bwana muozesheni. Wali anasema bila ubani hapa mwanangu atoke bila ubani. Yaani mwanangu anaozeshwa hata ubani hamna. Nikamwambia basi usikasirike wali. Usichukie. Nikarudi dukani. Nimerudi dukani. Nikanunua ubani wa 500. Tukaja pale tukafanya akdi. Haya. Kumekuja pale mambo makubwa. Kumekuja mpaka ile birru aini. Naita birru ndo biriani au birru aini wanasema. Kuja pale mambo makubwa, watu wamekula pale na nini, alafu tumeondoka zetu. Alhamdulillah. Sasa nakufurahisheni. Imethibitika maneno ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema khairun nisa'i aisaruhunna munatan. Mwanamke mwenye baraka, aliyebarikiwa ni yule mwenye gharama ndogo. Ikiwa kuna mwanamke anaolewa na gharama si nyingi, ana baraka zaidi kuliko yule mwenye magharama mengi. Si mnanielewa hivyo? Imethibiti bwana. Hivi ninavyoongea leo ni mwaka wa 18. Na wale watu wana watoto 6 sasa hivi, wala hawajulikani wataachana lini. Hivyo yani. Hivyo. Sasa kuna wengine si hivyo, wanatoa mahari mengi, sio? Mahari nyingi kabisa, na mengine tumeyaona si mpaka unashtuka, mahari mengi. Haya. Na baada ya hapo kuna mali mume kwa mapenzi anampa mkewe,
Anaweza mtu akampa mkewe nyumba na ni kheri tu, sio? Sababu sikishukua mwenzako kwenye maisha, nampa nyumba. Kuna wengine wanawapa magari wake zao, ni kheri kabisa. Na yasiokuwa hayo katika mali apewa. Mola anasema kwenye aya hii, in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, mkitaka kubadilisha mke mahala pa mke. Mke huyu mmoja anatoka, sasa mahala pake una replace, yani unaweka mke mwingine, sio? Katazo lililopo kwenye aya hii, fala ta'khudhu wa ataitum ihdahunna qintara, na hali ya kuwa mmoja wao mmempa mali nyingi sana. Huyu unamuondosha hapa, una mali tele ulimpa, sawa? Fala ta'khudhu minhu shay'a, msichukue chochote kwenye mali ulizompa huyu mke. Ubaya huu, Mola hataki ubaya huu. Unajua zile lugha, wewe ondoka tu. Wewe ulikuja na nini hapa bwana? Wewe ulikuja na kanda mbili tu hapa, ondoka. La. Mola anasema fala ta'khudhu minhu shay'a, msichukue chochote katika mlivyo hapa. Kuyafupisha haya maneno ni nini? Mwanamke unayemwacha na kuna mali ulizompa, huruhusiwi kumnyang'anya. Unaelewana? Mola hataki mke anayeachwa ana vijimali alipewa, Mola hataki anyang'anywe kitu, mwache aondoke navyo. Mmemwelewa Mwenyezi Mungu anavyosema? Amna kumnyang'anya kitu. Atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina, mtachukua hizo mali kwa dhulma na madhambi ya wazi. Buhtanan, kwa uzushi, yani mnazua sheria yenu. Buhtanan, sio sheria ya Mungu yasema msichukue. We ukichukua manake unazua maelekezo mengine, sio haya aloweka Mwenyezi Mungu mwenyewe. Wa ithman mubina, na madhambi ya waziwazi. Istifhamul inkari, atakhudhunahu, manake fala ta'khudhu minhu shay'a, msichukue chochote kwenye mali hiyo. Waislamu mnanielewa? Mwanamke anayeachwa na ana mali alipewa na mumewe, huyu mume haruhusiwi kumnyang'anya. Ndio kitu anakataza Mola kwenye aya hii namba 20. Hakuna kuchukua kitu. Tumefahamiana hivyo? Unajua, nimeeleza hapa habari ya mwanamke anasumbua, hafai, pengine ukorofi, na nimesema hapa kwa zama hizi ni vizuri kuwa waadilifu, kuwa na insafu. Ziko nyumba nyingi mno, na nyingine tunazijua, mkorofi ni mume. Kuna nyumba mtata ni yule mume, tena mtata sana. Kwani nyinyi hamjaona nyumba ndani mwanamke mwema, mtu wa dini, mwenye heshima, kalelewa vizuri, halafu mume kageuka mlevi? Mume mlevi mpaka adhabu inakuwa. Mume linarudi saa 6 usiku, saa 7 huko, akifika ndani mtoto wa kike wa watu inageuka adhabu. Wallahi, anaanza kutapika yule mume toka mlangoni mpaka kitandani, anatapika tu, alafu anadai apewe chakula. Wewe mwanamke, walevi wanadharau. Haya, lete chakula. Anapewa chakula, anaonja. Ndio umepikaje sasa? Ndio upishi ndio unakuaga namna kama hii? Wewe mwanamke mjinga nini, unanipikia kama vita? Inaanza vita ya dunia nzima. Hapo hapalaliki mpaka lilale kwanza ili levi. Muda wa kuwa hajalala huyu mlevi, na yule mtoto wa watu hawezi kulala. Sio, mnanielewa? Mazingira kama hayo anaweza kuchoka mke. Naye mke tunamuhusia hivyo asubiri, sio? Naye awe na subira, alafu ajaribu kuzungumza na mmewe. Imeshindikana, au aseme na wazazi wake na wakwe zake. Unanielewa? Aseme nao. Kuna khatawati zimewekwa, hatua 4. Waislamu, kukitokea mzozo na kutokuelewana kwenye ndoa, ziko hatua 4 za kuchukua kujaribu kunusuru hii ndoa. Hizi hatua ni 4. Alkhutwatul ula alhiwaru fi ma bainahuma, hatua ya kwanza ni mazungumzo ya wao wenyewe wanandoa, wazungumze kuhusu tatizo lao. Wasianze kumpelekea mtu, wakae wenyewe. Na kusema kweli, wasiweke kikao cha mgogoro wa ndoa yao wakati maji yamechemka.
Wakiweka mazungumzo ule muda maji yamechemka, hawatoelewana. Wasiweke mazungumzo wakati bahari imechafuka, hawatoelewana. Wawe na subra, waweke maongezi yao wakati angalau pemetulia, wamekaa wanakula wanazungumza, pemetulia. Mmoja amwambie mwenzake, mume wangu, unajua pale hukunitendea haki juzi, ile naona kama ulinionea mume wangu. Vizuri kabisa, billati hiya ahsanu. Na wakiweka kikao chao, wasiwe na lazima yale mazungumzo yaishe siku moja. Tatizo la wanandoa ni kama ugonjwa. Ugonjwa huo unaingia ghafla kwenye mwili wa mtu, lakini unatoka taratibu, sio? Wakizungumza wakiona kama wanaendea kubaya, wapime ile trendi ya mazungumzo yao inakwendaje. Wakiona wanazungumza kuna dalili kama wanaendea kuchafua bahari, waahirishe yale maongezi. Maongezi pia huwa yanaahirishwa, au sio? Wanasubiri na siku wamecheka, wanazungumza. Hii kuzungumza, wazungumze, Allah anaweza kuwasaidia wakaelewana, sio? Ikionekana hii juhudi ya mazungumzo kati yao haizai matunda, haina natija, wanazungumza lakini hakuna manufaa ya mazungumzo hayo. Tali alkhutwatu thania, sasa ije hatua ya pili. Hatua namba 2 sasa ni kuwashirikisha wazazi. Sawa? Ikitokea shikaki, Mola ameita shikaki, mzozo wa wanandoa, fabaathu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi. Hapa sasa washirikishwe wazazi. Jamani, kwani wakati hawa watu wanaoana wazazi si walishiriki? Wakati wa kuijenga hii ndoa mwanzo kabisa, wazazi walishirikishwa, hawakushirikishwa? Na wakati huu inataka iharibike, wasiachwe wazazi. Wazazi waje hapa katikati, waitwe wazazi, waje kuzungumza na watoto wao. Faharamun alaikum, asije mmoja kati ya wazazi akiwa na lengo la kumtetea mwanawe. Kila mzazi kwenye maongezi pale aje kwa lengo la kuitetea ndoa isife. Aseme mimi naondoka naenda kumtetea binti yangu, na yule asema naye nakwenda kumtetea kijana wangu. Ukija kwenye kikao hicho na dhumuni hilo, unakuja kuongeza kuichafua bahari. Bahari itachafuka zaidi, maana itakuwa mmekuja kwenye mashindano na wala sio kwenye sulhu. Ni wasomaji, mnanielewa? Na Mola akasema in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Hawa wazazi wakija wanataka mapatano, wanataka uhai wa ndoa ya watoto wao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawasaidia. Kidogo tu wanazungumza, mara jambo limekwisha, wanapeana mikono pale, wanamswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, khalas intahat alqadhiya. Sasa na hawa wazazi wanapoongea na watoto wao, ikionekana pia mazungumzo hayaelekei kuzuri, nao pia waahirishe. Ndugu Waislamu, mazungumzo yoyote ya utafutaji wa haki, mazungumzo ya utafutaji wa sulhu, si lazima yaishe mara moja. Abadan, si lazima. Hebu rejeeni kwa watu wa siasa, viongozi wa nchi. Kuna kitu hapa kwetu Tanzania na nchi zingine kinaitwa bunge, au sio? Na ili bunge liko Dodoma. Hamsikiagi spika anaahirisha? Spika anasema naahirisha kikao, au sio? Kwani anapoahirisha ya kusemwa huwa imekwisha? Anapoahirisha spika lile bunge, wale wa bunge akiwemo naye mwenyewe, huwa yale ya kujadili yamekwisha, hayapo tena. Mambo yanaahirishwa, watu wanakwenda ku refresh mind, sio? Wanakwenda kutuliza akili ili waje na akili mpya vizuri, mambo yawe mazuri. Na wazazi wa mume na wazazi wa mke wakizungumza, wapime maongezi yao. Wakiona bana tunakoendea siku nzuri, wanaahirisha. Mzazi mwenzangu, unaona leo, hebu tuishie hapa, tukutane siku fulani tutaendelea, lakini Mungu atatusaidia. Waende hivyo. Mimi nimehudhuria vikao kama hivyo sana, mara nyingi sana. Kaja mtu mmoja anasema mimi bwana sitaki hapa, hataki mzazi huyo, baba wa yule binti, sitaki kitu chochote kwenye kikao hichi, nataka talaka tu. Nikamuuliza, unataka talaka? Wewe ndo una mume, unataka talaka tena? Kakuoa nani mzee?
Wataalamu wanasema aljazau yakunu min jinsi al-amal, malipo huwa yanakuja kutokana na kazi ilivyofanywa, sio aina ya kazi ilivyofanyika ndio na malipo yanakuja sawa na kazi. Maana yake unavyoulizwa ndio unavyotakiwa kujibu. Sasa yule mzee, yeye ni baba, yule binti, yule mke anasema mimi sitaki chochote, nataka talaka. Nikamwambia umeolewa? Una mume hapa? Maana kama mumeo hayupo hapa mzee, ukadai talaka aliko mumeo, hapa mumeo hayupo. Asema nataka talaka ya mwanangu. Nikamwambia hairuhusiwi kutayamam kama maji hapo. Maji hapa yapo. Kwa hiyo mwanao mwenyewe yupo, anasema mwenyewe habari ya talaka. Na kikao hichi kiahirishwe. Amefura yule mzee, anataka kunipiga. Anaanza kunipiga kwa kosa gani? Nimemuuliza umeolewa? Imeonekana adhabu yangu nipigwe. Lakini nikamwambia usinipige, wewe umedai talaka. Wewe unasema nataka talaka. Sasa nikauza umeolewa? Unataka kunipiga tena? Hakada. Kwa hiyo wazazi wakiona mwendo si mzuri, waahirishe kikao. Wataongea siku nyingine. Wasomaji mnanielewa? Hadhihi alkhutwa idha lam tanfa, hatua hii ya tatu isipofaa. Kuna hatua namba 4, ni kupeleka ili tatizo sasa kwenye meza za sheria. Mola duniani hapa kaweka sharia, sio? Na sharia ina maongezi ya kutosha kuhusu ndoa. Sasa mnakwenda kwenye meza za sharia. Sisi Waislamu, Mungu atubakishie Uislamu wetu, tunacho kitabu ambacho ndiyo katiba ya maisha yetu, sio? Tunayo Qur'an Karim, na wako mabwana wanaijua Qur'an vizuri. Sisi tuna kiongozi, ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume kafa, lakini kaacha warithi wake. Warithi wapo, al-ulamau warathatul anbiya, warithi wake bado wapo. Ni kwenda kwenye meza zao sasa, meza za sharia. Wale waulizwe kwa mgogoro wa ndoa kati ya huyu na huyu, hapa walipofika, kwani sharia ya Mungu inasemaje? Msinganganie nyinyi tu kutafuta maamuzi, halafu hamrudi kutaka kujua Mungu aliamua vipi, au sio? Hamtaki kujua aliamua vipi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rudini. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum wa idha tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila aina? Farudduhu ila Allahi war rasul. Ikiwa mtatofautiana kwa jambo, lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na Mtume ili lipate maamuzi. Hii ni hatua ya ngapi? Hatua ya 3. Kutaka sasa maamuzi ya mbinguni yaje. Maamuzi yaje, al-azimatul ilahiyya. Mungu sasa nafasi yake imefika. Tena ikishakuwa wasimamizi wa sharia za Kiislamu huko mliko hawapo, yani kuna maeneo hakuna meza za makadhi, sio? Unasema hakuna meza za makadhi, hakuna wanachuoni, watafutwa watu wazima. Imeshindikana, na ndio kwenye sheria za kidunia, kwa sababu ile idha fuqida almalihu falqabihu malihu, kikosekana kizuri kile kibaya kinakuwa kizuri, lakini mwisho mtapata maamuzi. Nimesema hii ni hatua ya 3. Sasa kwenda kwenye sharia. Hatua ya 4, alkhutwatul akhira, wala kad kana yanbaghi an takuna alula. Hii hatua ya 4 lakini ilitakiwa kuwa ya kwanza, sio? Na hatua hii watu wengi mliooa na kuolewa hapa ndo mlipofeli, tena mmefeli vibaya kabisa. Hatua ya 4 ni kurudi wewe uliyeoa au uliyeolewa, ni kurudi wewe mwenyewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sura gani? Uwe na utaratibu wa kuiombea ndoa yako dua. Watu hawaombei dua ndoa zao, sio? Mnanielewa? Watu hawaombi dua kwa ajili ya ndoa zao. Basi kuna watu wameamini ataituliza ndoa yake kwa pesa, au sio? Sina pesa bwana, atakachotaka mwanamke huyu nitampa. Nataka niwaambie nyinyi watu, hakuna pesa duniani inayoweza kununua mapenzi ya mtu. Mapenzi hayana gharama. Utakachoweza kununua ni kudanganywa, sio? Pesa inaweza ikanunua uongo.
ukatoa mapesa mpaka mama yule akalewa mapesa. Ukimwambia nakupenda zaidi, muongo, anapenda pesa zako. Ukimwambia I love you, naye anakujibu I love you too, muongo, anasema I love you money, napenda pesa zako. Ndugu Waislamu, kilichomo moyoni kwa mtu kinachoitwa mapenzi hakinunuliwi kwa pesa. Na ujue kama ndicho ulichotegemea, siku pesa zikiisha na mwanamke huna, hawa kwa anapenda pesa tu ile. Wengine wametegemea ukali, na wengine wakali kweli. Akirudi ndani mule kama kaingia simba, sio? Mkali kama pilipili. Na kupiga kidogo ngumi na nini, kama kuna judo mule ndani. Mmoja alimpiga mkewe akamvunja pua kamuharibu. Nilipokwenda nikatizama, nikamwambia kwa nini umefanya hivi? Anambia shekhe, sio kwa ubaya, nilikuwa na mkarabati. Hata sio kwa ubaya, mimi nilikuwa na mkarabati. Namwambia, mkarabati ulimtengeneza wewe kwani? Mkarabati wewe mwenyewe unahitaji kukarabatiwa, una mkarabati mwenzio kwa sababu gani? La, mapenzi hayajengwi na vita. Vita haitengenezi mapenzi. Jamanini, vita haitengenezi mapenzi. Vita inaimarisha chuki. Vita inaimarisha nini? Chuki na kisasi, ndio. Kwa hiyo kuna ambao wametegemea ukali na kupiga. Halafu wanawake na wao kuna ambao wametegemea uzuri wao. Mimi mzuri bwana, hata ukiniacha hapa kuna wengine wako foleni huko. Na mwingine anakuambia kabisa, ukiniacha leo mbona kesho kutwa anachumbiwa mimi. Watu wako foleni huko wanasubiri. Ametegemea uzuri. Huyu ndo kakosea kuliko watu wote. Uzuri. Asisahau mwanamke kama wakati mwanamume anakwenda kumuoa aliwaona wazuri wengi sana, sio? Mitaani huko kuna wazuri, utashangaa kama Lailatul Badri uzuri wao. Lakini alikuja kukufuata wewe. Na wewe mzuri kuliko nani? Yaani kama unadhani unachoringia kwa huyu mwanamume, mimi mzuri kushinda nani? Yaani uliyempita uzuri ni yupi? Kuna wanawake wakiletwa waje kushindana uzuri na wewe, si utakimbia tu? Utakimbia tu, usema mimi sishindani na hao, utakimbia. Sasa wewe mzuri kuliko nani? Kwa hiyo mwanamke anayekaa nyumbani kwa mumewe ametegemea uzuri wake tu ndio bidhaa itakayotuliza ndoa yake, kafeli. Kuolewa ni riziki, lakini kudumu kwenye ndoa ni juhudi yako mwenyewe. Kuolewa ni riziki kutoka kwa Allah, na riziki Mungu anampa anayemtaka. Lakini kukaa kwenye ndoa muda mrefu ukadumu ni juhudi yako ufanye. Kuna juhudi ufanye. Ni vipi? 21 Rum, aya 21 suratul Rum. Mola kasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja limadha litaskunu ilaiha. Katika kuonyesha uwezo wa Mungu amekuumbieni wake. Mola kakuumbieni nyinyi wanamume, kakuumbieni wake ili nini? Litaskunu ilaiha, mpate kupumzika, mapumziko. Ilaiha, Mola hakusema ilaihinna, kasema ilaiha. Ni kuashiria hivi, sio mwanamume anapumzika kwa kuwa tu na mwanamke, yaani kwa mujarradi wa kuwa na mwanamke ndio utapumzika. La, kuna watu wanaoa mpaka wake wanne na hajatulia. Kuna watu wanawake wanne na hajatulia, bado ni kama kunguru, na mwingine kushinda kunguru na wake wanne anao. Litaskunu ilaiha, litaskunu ila maharatiha, unafahamu, ili mtulizane kutoka kwenye ule uhodari na ufundi wa kina mama. Mwanamke ana mambo ya kifundi na ya kihodari, yale ndio yatakayomtuliza huyu mwanamume. Sio kwa sababu tu yumo ndani, awe fundi bwana. Akiutoa mwanamama ule ufundi ule, Mola si muongo. Mola asdaqul qailina, man asdaqu min Allahi qila wa man asdaqu min Allahi haditha. Mungu kasema amewaumba wanawake wake zetu ili si tutulie kwao, sio? Tukiwa hatukutulia vipi, mbona itakuwa Mungu kasemaje sasa? Tumeoa na hatujatulia, itakuwa kasema uongo Mola?
hasemi uongo. Yule mwanamke ana wajibu wake hajaufanya, ili we utulie. Afanye wajibu wake. Mwanamke kuna muda akikuangalia kwa jicho lile la kutaka utulie, utatulia. Analo jicho, lakini sio kama lako. Wewe huna. Wewe ukimwangalia unamtisha, sio? Sasa wewe usimtishe. Kuna muda akitumia jicho lake, wewe lazima utulie. Unaweza ukajikuta umeanza kuimba wimbo wa taifa tu, hata sikukuu haijafika, sababu ya jicho tu, sio? Tayib, mwanamke ameruzukiwa na Mola sauti, ana sauti. Akiitoa hiyo, utashangaa unatoa suruali, unavaa msuli, unapumzika ndani. Sauti hiyo tu basi. Wallahi utavaa msuli ukae ndani utoki, sauti ikitoka hiyo. Litaskunu ilaiha. Sikwambia akielemea jikoni sasa, akienda kutumia ule uhodari na ufundi wake jikoni kule, huthubutu kwenda kwenye kahawa utakunywa humo ndani. Utapiga simu, wazee wenzangu leo kidogo nina tatizo, na jambo nyumbani hapa, siji. Mama kashafanya ufundi jikoni kule. Unajiramba midomo tu. Unafahamu? Kwa sababu ufundi ushafanyika. Mwanamke ameruzukiwa mwendo. Mwanamke sio kama mwanamume. Mola anasema walaysa dhakaru, Allah anasema walaysa dhakaru kal untha. Mwanamke sio kama mwanamume. We mwanamume ukitembea hata ufanyaje uvutii. Unatembea kama jeshi bwana, unavutiaje? Lakini mwanamke anao mwendo. Akiutoa huo, mke wangu sikiliza, leo sokoni naenda mwenyewe, huendi kwa mwendo huu. Sokoni na kwenda mwenyewe, hutoki mwendo tu. Litaskunu, ili mpate utulivu. Sasa mwanamke ana bidhaa, akizitoa bidhaa zile lazima utulie. Hapa ndo kuna maneno ya Waswahili na nimeyasikia mara nyingi Zanzibar, wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mkate hata uwe vipi, welete chai tu, ukiutosa ndani ya chai tayari mambo yamekuwa mazuri sana. Taskunu ilaihin. Sasa kama hivyo ndugu Waislamu, kuna na wanaume wakorofi, na mwanamke akiona ukorofi umezidi, kila mbinu zimetumika, afanyeje? Aendelee kuishi ndani ya mateso? La kwanza, naye anahusiwa kusubiri. Yule mwanamke naye anahusiwa subira. Anahusiwa subira kwa sababu Mungu kuna kitu kikubwa alikifanya nyinyi watu, nataka mkijue, kwa ajili ya darasa la wanawake wa zama hizi. Mola alimkusanya nyumba moja, chumba kimoja, kitanda kimoja, mpaka shuka moja. Aliwakusanya mwanamume muovu kuliko wote duniani na mwanamke mwema kuliko wote duniani, wakakusanywa pamoja na wakaishi. Na yule mwanamke hakudai talaka hata siku hii. Humo ndani alikuwemo Firauni, na Firauni mnamjua. Firaunu imamul kufri fil alam, imamu wa ukafiri duniani ni Firauni. Sasa akawekwa ndani na mama Asia bintu Muzahim. Mama Asia khairun nisa, ma kamula min arrijali kathir wa lam yakum min an-nisa illa 4. Mtume Muhammad anasema wanamume wengi wamekamilika. Umesikia lugha hiyo? Sio wote, lugha ya mtume muielewe. Mtume anasema wanamume wengi wamekamilika, lakini hawakukamilika wanawake isipokuwa 4 tu. Dunia nzima wamekamilika wanawake hawa. Sasa nawataja ili uone na mkeo yumo kwenye hawa waliokamilika. Maana yake nawe si una mke, nawataja waliokamilika mimi. Sasa utaona na mke wangu yumo. Lakini kabla sijawataja, ni kurudi kwenye hadithi. Mtume akasema wamekamilika wanamume wengi sana. Uwe na inswafu. Kwa kuwa wamekamilika wengi, si kuna wachache hawajakamilika? Sema bwana, mtau watu wengi wema, wengi, sio wote wabaya wapo, sawa?
Kwa hiyo kama kuna wanamume wamekamilika na ni wengi, kuna na kundi la wanamume hawajakamilika, wana matatizo makubwa sana, lakini wanawake wamekamilika wanne tu dunia nzima hii. Wa kwanza anaitwa Asia bintu Muzahim au bintu Muzahim. Huyu ni mke wa Firauni lain, mke wa Firauni, huyu kakamilika huyu. Namba 2 anaitwa Maryamul Adhra, Maryamul Batul, ummu Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Mwanamke wa pili ni yule mwanamke mtukufu aliyemzaa Sayyidina Isa bin Maryam, mama yake Isa, Maryam bintu Imran ibn Mathan. Huyu ni mwanamke wa pili. Toka azaliwe mpaka amekufa yule mama, hakuna mwanamume kawahi kuona tupu yake kabisa. Amehifadhiwa huyo. Huko mbele kuna bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ametayarishwa. Maryam. Mwanamke wa tatu ni bintu Khuwailid, bintu Khadija tu bintu Khuwailid, ni mke wa kwanza wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Khadija. Na huyu ndio mwanamke ambaye siku alipokufa mtume alilia kwa sauti kabisa. Sasa sallallahu alayhi wasallam, ameondoka kipenzi chake ambaye alimwamini mtume wakati wanamkufuru wengine. Amanat bi rasulillah hina kafara ghairuha, walipomkufuru watu bwana mtume, aliyemwamini wa kwanza ni Khadija. Na huyu mama alikuwa ni mtu tajiri sana, unanielewa? Na hapa ndio watu wanachukua dalili, wakitaka kuoa watafuta wanawake matajiri. Siku hizi kuna matatizo. Siku hizi waoaji wengi wanatafuta mwanamke mwenye pochi imejaa kidogo huku, ili yeye majukumu yapungue. Sawa? Na nimesikia vijana lugha yao wasema wanataka kitonga. Sasa kitonga mimi napajua ni mlima huko kule, kama unaenda Iringa kule panaitwa mlima Kitonga. Vijana wanataka hivyo. Na wapo mjini wengi hapa. Unamuona akitoka amechomekea vizuri na mkanda anang'aa, kiatu kina dawa. Huyu mzee anajua ninachosema. Lakini nyumbani haachi hata 100. Kwa sababu ndani kila kitu kipo. Vijana wengi wanataka hayo. Dalili ni Khadija, kwamba mtume alimuoa Khadija, au sio? Wa nahnu nakulu lahum, sie tunawajibu hao vijana, kati ya Khadija na mtume aliyemtaka mwenzie ni Khadija. Mtume hakumtafuta Khadija kwa mali yake, intabihu. Mtume hajanusapua Khadija yule ana mapesa, ngoja nende. La, Khadija ndio aliyemtaka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kamuoa na Khadija akaweka mikononi kwa bwana mtume kila kitu, mali yake, utu wake, heshima yake, kila kitu chake. Hajawahi Khadija kwa sababu ya mali yake kumnyenyulia sauti bwana mtume hata siku moja. Leo wewe watajiri uone, mtafute mwanamke tajiri alafu muoe, halafu uone yale masiku ya kukaripiwa ndani ndio mengi zaidi kuliko kubembelezwa. Na ukileta ubabe, unataka utunu, wataambia bwana sikiliza, mlango huo tuagane bwana, usinitie tabu, usinipe stress. Unanipa stress? Utoka, usinipe stress. Ana pesa, utamwambiaje mwanamke ana pesa? Benki huko ana malayini almumaliana, utamwambiaje? Ukitaka kutoka, mnatoka na gari yake, we huna hata guta, utamwambiaje? Una lugha kweli, utamwambia yule? Ataondoka asubuhi, naenda kwenye shughuli zangu bwana, na huna namna ya kumzuia, anaenda kwenye shughuli zake. Lugha umesikia hiyo? Hiyo lugha umejua, anaenda kwenye shughuli zake. Na shughuli zile ya sabili al-umumi, shughuli zake. Maskini hujui shughuli ni zipi, ni ngapi kwa leo, zinafanywa eneo lipi, anaenda kwenye shughuli zake. Wewe tena pale unakufa kizungu, unatai shingoni, basi mama kazi njema kazi njema, kama zuzu, kazi njema kazi njema.
Kazi njema kazi gani? Ikifika adhuhuri mida ya saa 7 mchana anakupigia simu, lakini ukiangalia simu ni namba ngeni, sio ya nchi hii. Salamu alaykum. Wa salamu, mume wangu salama. Uko wapi? Ndo nimetua Dubai hapa saa hizi. Au China, Guangzhou. Nimetua Guangzhou saa hizi, nimekuja. Yuko Guangzhou China. Hakukuaga, hakukwambia, lakini yuko China kule Guangzhou. La haula laka wala quwwa. Utafanyaje? Utaambia sikiza wewe mwanamke, talaka yako itakufuata huko huko. Unaua ubavu. Mke wangu Mungu akufungulie huko vizuri Unaomba dua kinafiki kabisa huko, roho inauma. Khadija hakumpa bwana mtume vituko hivyo. La, Khadija akisikia sauti ya bwana mtume, sauti yake pale pale inarudi chini, na tayari amekuwa mtiifu. Anachotaka mtume ndiyo cha Khadija, sio Khadija anataka chake amlazimishe mtume. Mnanielewa hivyo? Khadija ni mwanamke wa 3 katika waliokamilika. Namba 4, Fatimatul Adhra, Fatimatul Batul bintu Sayyidina al-Habibi Muhammad. Huyu ni mtoto wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu mkubwa sana. Hawa ndio 4. Kama umemsikia mkeo nimemtaja, basi falaka alkhairi wa salama wa saada, lakini kama sidamtaja mkeo humu, wewe na mie tuvumilie, kwa sababu hawa ndio wamekamilika. Ina maana waliobaki wamekamilika 4 tu dunia nzima, waliobaki basi na mkeo ndio hivyo hivyo. Na mkeo kaingia hapa hajakamilika, na mke wangu na mke wa imamu huyu, usione hivi. Wengine naonea haya kwa umri tu, lakini nao wana matatizo. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Lakini pia ndio kuna wanamume wana mapungufu, wana matatizo. Kwa na mwanamke akiona matatizo yamezidi, hatua ni zile zile, sio? Aongee na mumewe. Haikuwezekana, atazungumza na wazazi wamsaidie, sio? Watu wazima watamsaidia. Halafu hakuwezekana, atatafuta namna ya meza za sharia. Meza za sharia zimsaidie. Hakuwezekana hayo, atakwenda mwanamke mpaka atatafuta jambo linaitwa at-talaqu bil-iwad. At-talaqu bil-iwad, atatafuta kuachwa kwa gharama. Wanaita kujikomboa khulu, atoa gharama ili aachike. Sio, tunaelewana hivi? Mwanamke unayemwacha ambaye ana mali tele ulimpa, Mola anasema fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Hilo ni jambo la madhambi makubwa. Umefahamiana hivyo? Naam. Kisha Mola anasema wa kaifa ta'khudhunahu, na ni vipi mtachukua hiyo mali? Kaifa ta'khudhunahu, mtaichukuaje hiyo mali mliowapa? Waqad afdha ba'dhukum ila ba'dhi, na wakati mlishatangamana nyinyi kwa nyinyi. Waqad afdha ba'dhukum ila ba'dhin, na hali ya kuwa yalishafanyika matangamano baina yenu. Afdha ba'dhukum ba'dha ni kinaya cha jambo linaitwa jimai. Kwa nini utachukua mali uliompa wakati mlishazungumza? Si mmezungumza nyinyi, basi usimnyang'anye kitu. Mmezungumza, na kama ni mafundi mmesoma aya, usimnyang'anye. Kama mmesoma baadhi ya aya, mwache tuna mali yake, sio?
wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha. Na haya ndo maneno ya kutisha haya. Kwa nini unamnyang'anya mali wakati mlishazungumza na wamechukua wanawake kwenu ahadi nzito? Akhadhna minkum mithaqan ghalidha, wamechukua kina mama kutoka kwenu kina baba ahadi nzito. Wamechukua ahadi nzito. Ahadi gani? Utaishi naye kwa wema, na ikitokea kuachana mtaachana kwa wema. Ahadi ni hiyo. Ahadi hii kapewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapooa unachukua ahadi hiyo. Unasikia unapoozeshwa unavyoambiwa, uzawiju fulana tabnata fulani ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrih biihsani wa bilmahri alladhi ittafaqtum alayhi. Unaambiwa na kuozesha kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumeamrishwa nini? Ni kuishi na mke kwa wema, na ikitokea kuachana basi na kuachana ni kwa wema. Ndiyo ahadi tumechukua hiyo. Vipi mzee, wewe ukuchukua ahadi? Anasema sawa, tumechukua wote, amesema mzee huyu. Na kweli tumechukua wote. Sasa ile anaondoka mkeo, umeishi naye miaka 3, 5, 7, 9, miaka 10, wengine 15. Jamani, hii miaka 15 leo kafanya jambo, ushamchukia huyu mwanamke kwa miaka 15. Kweli hakuna kheri hata moja kawahi kukufanyia? Kama hamjanielewa sasa, yani miaka 15 sasa humtaki tena, au sio? Kwa makosa aliyoyafanya. Swali ni kwamba kweli kwa miaka uloishi naye huyu mama hana kheri alizokufanyia? Miaka 15 kakufanyia mabaya tu. Kwa nini unamnyang'anya mali ulompa? Hukumbuki kheri? Wala tansawul fadla bainakum, msisahau wema mlofanyiana. Hata kama kakosea leo, ana wema alifanya, au sio? Subiri nikwambie, huyu mwanamke alikuwa anatandika kitanda unacholalia, au sio? Na kutandika kitanda sio kazi yake. Usidhani mwanamke kutandika kitanda ni jukumu lake. Asipotandika wala hana dhambi, sawa? Tandika mwenyewe, una mikono na mwitandika kitanda. Huyu mwanamke alikuwa anafagia nyumba unayolala. Kila ukirudi unakuta nyumba iko safi, au sio? Anatandika, anafagia nyumba na anapiga na kadeki pale ndani, na mwingine kama hodari, ule hodari nilosema ule litaskunu ilaiha, na kaudi katia ndani kananukia, kachoma kaudi ndani pananukia. Ukiingia unakuta udi safi kabisa na asmini kitandani kaweka, unafahamu. Ukiingia ndani kama hujawahi kulala nyumba hiyo, amefanya chumba chako kuwa kipya. Kwani ni wajibu wake kukutandikia chumba kiwe safi? Wala si jukumu lake kamwe. Haya, huyu mwanamke jamani, si ndio alikuwa anakupikia huyu? Miaka 15 kapika nani? Angeamua huyu mama ndani ya hii miaka 15 akutilie sumu tu, ungefika leo? Taratibu kina mama wasije wakasikia maneno wakaona wafanya. Ili ni darasa tunasoma sisi, wasione hala kumbe nakutia sumu kupo. Lakini wallahi yule mama, kwani angekuchukia kama ulivyomchukia wewe leo, ungeishi kweli? Wewe unakuta chakula mezani tu, akikuwekea mipango, basi semi sumu, mipango, ungekuwepo hapa saizi? Umesahau? Si hivyo tu, hadhihi almar'a ha hiya allati kanat ghassalatan lithiyabik. Alikuwa anafua nguo zako, au sio? Amefua nguo zako kwa mikono, na sio kila nyumba kuna washing machine. Usifikiri kila nyumba kuna mashine ya kufua, ni mikono ndio mashine. Unaona? Miaka 15. Yaani angeamua, naogopa hapa kina mama sio kwenda nawafundisha. Angeamua akifua nguo wakati anasuuza, anakwenda kuchukua upupu. Upupu mnaujua? Ala. Upupu au weni, kuna kitu inaitwa weni. Alafu akatengeneza unga upupu, akaja akautia mule kwenye nguo, maji ya mwisho yale.
Kachovya akaenda akaanika. Unakuja huko na papara zako na ukali wako, unavaa kijikanzu kina upupu, ndo unakuja msikitini kusalia. Utafanya kazi, sie tunaswali, wewe unajikuna, utajikuna mpaka utoke ngozi. Alifanya hivyo, kakufulia kwa wema. Anasema mume wangu akavae nguo safi, na huyu mume akionekana mchafu ni aibu yangu mimi, sio nitafedheheka mimi. Anafua kwa kheri kabisa, na anataka upendeze. Miaka 15. Miaka hii 15, huyu mwanamke ikiwa Allah katia baraka ndani ya nyumba yenu, bila shaka amezaa. Na hawa watoto kakuzalia wewe, watoto hawa kakuzalia wewe, au sio? Ana haki huyu. Kuna nini, mlango wa sharia unaitwa hadhana. Ana haki, kama mkiachana huyu mwanamke, kuna umri fulani watoto hawajafika, unasikia, upo umri watoto hawajafika na ametimiza masharti, shurutu mu'tabara, ana haki ya kukaa na watoto mpaka huo muda umalizike. Ukimalizika huo muda, watoto watahiarishwa, wataambiwa chagua, unataka kukaa kwa baba au kwa mama, au sio? Lakini kama mnaachana, watoto wamevuka huo muda, ataondoka, atakuachia watoto kakuzalia wewe. Alipowazaa watoto akaanza kuwanyonyesha, au sio? Akiamua sinyonyeshi watoto, la sivyo unilipe, wala hana dhambi na unatakiwa umlipe. Yote kakufanyia hayo, umesahau? La tansau alfadla bainakum, hata kama kuna hasira gani, msisahau mema na mazuri mlofanyiana. Kuna mema mengi sana, nafahamu hivyo. Kwa hiyo kuna muda na wanamume ni wakorofi, wanawafanyia ukorofi kina mama. Ikifika hadi sasa hapawezekani tena subira mahali hapa, kwa viwango vya uvumilivu wa kibinadamu, hapa siwezi tena, yule mwanamke atatafuta jambo la kuachika. Sawa? Atatafuta jambo la kuachika. Kosa lao wao awake na mama, huwa anasema sasa nadai talaka yangu. Ile neno mshalisikia? Wanasemaje mwanamke? Nadai talaka yangu. Haya maneno batili. Talaka sio yake. Talaka sio ya mwanamke hata siku hii. Talaka ni ya nani? Talaka ni ya mume. Sasa kitu chako wewe hawezi mtu kukidai, yani anadai kitu chako, nadai, alafu sema nadai talaka yangu, wakati talaka sio yake. Ni wewe kuamua umpe mali yako wewe. Sasa ingekuwa ni talaka yako, mbona unaitaka kwangu? Ulinikopesha mimi talaka. Na Mungu ana fadhila kubwa sana. Talaka amewapa wanamume. Talaka tunazo si mkononi, sio? Muda ukitaka tu unaitoa. Hiyo ni fadhila, na kina baba mshukuru. Mshukuruni Mungu nyote, semeni alhamdulillah. Wanawake talaka ingekuwa mikononi mwao, yani wao ndo wanaacha. Hapa wote ingekuwa hamna mke hapa. Hata mmoja asingekuwa na mke hapa. Mwanamke unawachwa talaka 150. Unaambiwa hii ya kwako, hii ya baba yako, hii ya shangazi yako, hii utawapa majirani zako kule kijijini, alafu hii utaenda mtapata talaka wote. Mwanamke. Sasa Mungu asema talaka wasipewe hawa. Talaka mkapewa nyinyi, ndio mnakuwa nayo. Siku pameshindikana unaitoa, au sio? Na wengine mahodari mko hapa, mna lugha bwana, mnasema sikiliza wewe mwanamke, mimi najua kuoa tu. Mimi najua kuoa tu, lakini sijui kuacha. Ule ni ufedhuli. Ule ni maneno ya kifedhuli. Hujui kuacha kweli? Unajua kuoa na unajua pia kuacha. Acha hicho kiburi, kaa vizuri na mkeo. Kiburi sio jambo, utachemsha maji atachemka bure hapo. Jamani, tunaelewana hivyo?